Ninakuomba mheshimiwa, kutokana na sisi kuingia maeneo haya pasipo kujua, na waliotuwezesha elimu ni viongozi wa vijiji, kwa sababu tulikuwa tunachukua jukumu la kwenda kuripoti kwao na wao wakaja kutugawia hizi sehemu. Ninaomba kama siku tuacha tulime kwa eneo hili lote, basi hata walau hizo kilomita 3, 4, 5 ambazo watu wamepanda mikorosho tokea siku nyingi na sasa inazaa, nilikuomba ungewaachia. Tunakuomba tuendelee kubaki na kufanya shughuli hizi za kilimo katika maeneo haya ambayo sisi tumeingia bila kujua. Lakini ninakuomba pia, kama maombi haya yatawezekana, basi mtuandalie utaratibu wa kuweza kuishi na kufanya shughuli hizi za kilimo hapa, ikiwa tunaitika kama wananchi wa kijiji cha Matekwe katika halmashauri ya wilaya ya Nachingwea. Tunaomba mtufikirie sana sisi. Omba tu kwa hekima na huruma zako tuangalie sisi ambao tuliopo kwenye maeneo yale, tuone msaada wako, kwa sababu sasa hivi watu tumeshawekeza pale, watoto wanasoma na nini. Tunakuomba sana Mheshimiwa DC na viongozi wote ambao mmeshuhudia mnaokuwepo kwenye hii, sisi tunawaomba kama ikibidi kwenda kukata kama hapa, msitupe majibu. Inawezekana kwenda macho haya yakala sumbua. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ukikana timu yako utaangalia bwana, kuna Livengo hapa na wenzake waliomba hili. Inshallah Mwenyezi Mungu akiwapendeza pia mtapata baraka zenu. Mimi nisemi kwa maongezi mengi yanaharibu mambo. Mpango huu wa hili eneo tayari upo katika ngazi ya kitaifa, upo katika ngazi ya kimkoa, upo katika ngazi ya kiwilaya, na ushapata vibali vyote, na haya maeneo yameshagawiwa na yana hati. Hata utakaposimama ukitaka dokumenti yake ipo. Kwa hiyo maeneo yote yanamilikiwa kiuhalali. Mpango ushathibitishwa katika level ya wilaya, level ya mkoa, level ya taifa, na watu wameshamilikishwa kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu. Kwa sasa tukishamilikisha mtu, na nishakumilikisha wewe kiwanja, ukitengua hicho kiwanja kwa taratibu zake. Sina naweka wananchi wenzangu yaani siwezi nikakaa hapa nikasema kuanzia leo nimetengua hati yako. Hapana. Umiliki wa ardhi una taratibu zake, una kanuni zake na sheria zake. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu, mimi nizungumza tu kusema kwamba maeneo haya yanamilikiwa kwa uhalali, na wamiliki wa maeneo haya wafuata taratibu zote za kiuhalali, kwa sababu wananchi wengi wanalima upande huo na wameweka makazi wengine upande huo. Moja, kwamba wamewekeza kwa muda mrefu, wamelima, kuna fedha zao ziko hapo, na kwanza hata maeneo yenyewe wengine walinunua. Kwa hiyo wanaomba waangaliwe kwa jicho la huruma. Kwa hicho ndicho ambacho wananchi wale waliniambia, na nakumbuka nikupigia simu nikakueleza, na wewe ukanieleza mpango ambao wilaya ya Nachingwea imefanya kwenye maeneo haya, lakini bado tukashauriana kwamba tuje kwa pamoja ili tuzungumze na wananchi hao, kila mmoja aelewe kwanza mipaka, lakini pili na mipango ya matumizi ya maeneo haya. Tangu 2007 limepangiwa mpango wa matumizi bora ya ardhi kisheria, na mpango huu unakuwa wa interval wa miaka 2020. Umeanza 2007 unakwenda mpaka mwaka 2027. Ikifika mwaka 2027 wanaangalia kama yale mipango ambayo imepangwa iko vizuri au wanauisha upya kipindi hicho. Lakini kwa sasa hivi mpango ambao tumeupanga kama halmashauri, na kwa kuwa tumegawa vitalu tangu mwezi Februari, ni kwa ajili ya wafugaji, wale wakulima wote ambao wenye vitu wenu wa vijiji, wenye vitu wenu wa vitongoji walikuwa na wauzia, nendeni mkawashtaki mahakamani, maana wana makosa ya jinai kuuza ardhi ya serikali bila kuwa na uhalali na kuwatapeli nyie wananchi. Kwa maana nyingine, nyie wote ni wavamizi kwenye eneo la Matekwe la ufugaji.